السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه wasallam. Ndugu zangu wana darsa kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, ndugu zangu Waislamu wa mkoa wa Mwanza, nyote mnafahamu kwamba mkoa wetu wa Mwanza chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunao utamaduni tuliojiwekea, na mwaka huu unakuwa mwaka wa 5 toka tumeanza zoezi la kitu kinachoitwa maendeleo. 2022 tumeanza utaratibu wa kuwa kila ifikapo mwezi wa Ramadhani, mwezi 17 ambayo ni siku ya kihistoria, ndiyo siku inakumbukwa kwamba tarehe hiyo mwezi wa Ramadhani vilipiganwa vita vya Badril Kubra, vita ambavyo ndivyo vilivyopambanua kati ya haki na batil, ndivyo vita vilivyowezesha Uislamu kubakia na kuendelea. Na katika vita hivyo, laiti Waislamu wengeshindwa vita hivyo, basi Mtume na masahaba aliyokuwa nao wakafariki au wakapigwa wakasambaratika, na Uislamu ulikuwa ndiyo mwisho wake. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad akiwa yeye pamoja na masahaba 313 walipambana, na alhamdulillah katika vita hivyo Bwana Mtume akashinda. Ni miaka 1400 iliyopita tukio hilo limetokea katika eneo linaloitwa Badri, katika maeneo ya Makka. Kwa hiyo ukitazama vizuri, sisi wana Mwanza tuliamua tukio hilo tulinasibishe na maendeleo. Kwa hiyo kila ifikapo mwezi 17 Ramadhani tunakusanyika katika viwanja vya Furahisha, na kwa siku hiyo huwa tunavinasibisha viwanja hivyo kwamba ni viwanja vya Badri. Je, wenzetu walipigana wakamwaga damu, kupitia damu zao tumeweza kuupata Uislamu na Uislamu umetufikia. Sisi tunasema tunakusanyika viwanja vya Furahisha katika siku hiyo inayokumbukwa kwamba siku ya Badri, kwa lengo la kuchangia maendeleo, na hususan tunachangia ujenzi wa vituo vya afya 7 ndani ya mkoa wetu, kwa maana wilaya ya Ilemela, Nyamagana, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungwi. Lakini hatuishii ujenzi tu wa vituo vya afya, tunachangia ujenzi wa misikiti vijijini, tunachangia uchimbaji wa visima, tunachangia uimarishaji wa Darul Maarif ambazo tumeamua tuwe nazo mkoa mzima. Darul Maarif ni nini? Ni chombo cha kufundishia, kwa maana ni shule au ni madrasa ambayo inatambulika kama Darul Maarif. Lakini tumeweka utaratibu wa kuwa na mifuko ya kuwasaidia wasiojiweza kwa kadiri tunavyojaliwa kwa kiasi chetu. Yote haya tunayatia kwenye kapo moja, na ndani yake tumeorodhesha watu wanaoitwa Ahlul Khair. Na hapa nitumie nafasi hii kuwanasihi. Ahlul Khair ni wale watu ambao walioamua kwa hiari yao kwamba mimi kila mwezi nitachangia shilingi 500, nitachangia shilingi 1000. Na wasihi tuendelee kuchangia mchango huo wa Ahlul Khair. Lakini tumeweka mkakati kila siku ndani ya Ramadhani kila msikiti uchange shilingi 1000. Lakini tukasema kila Ijumaa kila msikiti wa baraza uchange shilingi 500. Tukasema kila tukio, tunapokutana kwenye tukio lolote la kheri, tuchangie maendeleo. Tukasema kwenye mikusanyiko ya Eid al-Adha, Eid al-Fitri, tuchangie maendeleo. Lakini tukawa tuna siku maalumu inaitwa Badri Day mwezi 17 Ramadhani. Na kuja mbele yenu kuwajulisha ndugu Waislamu kwamba siku hiyo imefika, na kwa mwaka huu 2026 ambao tunaifanya kwa mara ya 5, siku hiyo inatarajiwa kuwa, na kwa ratiba ilivyo, tarehe 7 mwezi wa 3 2026, na inasemwa itakuwa siku ya Jumamosi. Ratiba ya mwaka huu ni tofauti kidogo. Mwaka huu tumepanga tunaanza saa 3 asubuhi. Kwa hiyo saa 2 wote tuwe tumekusanyika viwanja vya Furahisha. Itakuwa viwanja vya Furahisha katika wilaya ya Ilemela. Tutakwenda na dua siku hiyo mpaka adhuhuri, lakini
inatarajiwa shughuli yetu kumalizika saa 9:30 ili kuwawezesha watu kurudi majumbani mwao katika shughuli zao, na kwa sababu Ramadhani twende tukadiriki iftari katika maeneo yetu na majumbani kwetu. Wito wetu ni ule ule kwamba hii ni Badri. Tunapokwenda pale hatuna upanga wa kwenda kupigana, wala hatuna kisu wala mkuki. Upanga wetu ni maendeleo. Kwa hiyo natumia nafasi hii kuwaomba nyinyi wana darsa, lakini Waislamu wa mkoa wa Mwanza, waumini na hata ndugu zetu wasoko Waislamu, kwamba siku ile kila mmoja aje na kitu. Mfano, njoo na shilingi 100 yako, njoo na 100,000 yako, njoo na 200 yako, njoo na udaga wako, njoo na nondo, njoo na simenti, njoo na mawe, njoo useme utatoa kokoto, kwa sababu shughuli ya Badri inakusanya maendeleo yote katika mkoa wa Mwanza. Lakini alahum, lililo juu katika hayo tunayokusudia ni ukamilishaji wa vituo vyetu vya afya. Siku ya Badri tumeamua hii iwe ni operation maalum ambayo itakuwa inafanywa kwa mwaka mara moja, na mwaka huu hii tunaitazama kama operation Chakaza, ambayo kwa hakika tunataka baada ya mwaka huu tuende katika baadhi ya mambo mengine. Lakini mfano kati ya hospitali ya Ilemela tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu majengo yote yamekamilika, twende tukaanze huduma. Kwa hiyo tunaomba, ukiwa na samaki zako kavu njoo nazo, ukiwa na bata njoo naye, ukiwa na kuku njoo naye, ukiwa na chochote njoo nacho, tuhakikishe kwamba tunajenga hospitali. Ndio maana tuna kauli mbiu yetu tunasema, BAKWATA mpya Mwanza, mpango mzima kwa maendeleo yetu. BAKWATA Mwanza, jenga hospitali. Na hii ni mkakati ule ule wa kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pale aliposema, BAKWATA mpya, jitambue, badilika, acha mazoea. Sasa ndugu wana darsa, lakini Waislamu, viongozi wa baraza ambao tuko kwa ajili ya kuhakikisha baraza linatimiza malengo yake, tumejipangia utaratibu ufuatao. Naomba hapa unisikilize vizuri. Tumesema waliopigana vita vya Badri ni watu 313. Kwa hiyo tunakutaka wewe kiongozi wa baraza, wewe mwana darsa, wewe Muislamu, wewe unataka uwe namba ngapi? Kwa hiyo unakuja unasema tunataka kabla ya siku ya Badri, yani kabla ya tarehe 7 mwezi wa 3, wewe umetupigia simu kutuambia 0766 63 63 15, 0766 63 63 15. Unapiga namba hiyo, unasema mimi naomba niwemo katika orodha ya watu 313. Lakini orodha hii tumeiwekea viwango maalum, kwamba orodha hii, ili uingie kwenye orodha hii, tunakusihi uchangie kuanzia shilingi 100,000. Ukitoa 200,000, ukitoa 300,000, ukitoa 500,000, ukitoa milioni, milioni 10, milioni 1, milioni 5, tunakutaka wewe uingie. Yani kila atakayeweza kusema mimi nitatoa 100,000 ataingia kwenye orodha ya kundi la watu 313 namba 1. Naitwa 313 namba 1. Lakini tutakuwa na 313 wa chini ya 100,000. Mfano, mtu anatoa shilingi 50,000, anatoa shilingi 70,000, anatoa shilingi 80,000, anatoa shilingi 10,000, tunapokea. Hii inaitwa 313 namba 2. Lakini tutakuwa na 313 kuanzia 10,000 kushuka chini. Mimi nitatoa 5,000, mimi nitatoa 200. Kwa tunataka tuwe na 313 mara 3. 313 mara 3. Yani tunakuwa na 313 namba 1 ambao utatoa kuanzia 100,000 na kuendelea. Piga simu hiyo 0766 63 63 15. Ama 313 namba 2 unaandika pale, utakuwa umetoa chini ya 100,000, tutakuorodhesha. Ama 313 namba 3 unatoa kuanzia 10,000 kushuka chini. Hawa watu 900 na kitu mpaka wanafika 1,000 hawa, tunataka hawa siku ya Badri, yani hiyo Jumamosi pale Furahisha, kuanzia baada dhuhuri, tutakuwa na dua kuanzia baada dhuhuri mpaka kufunga ile saa 9:30, tutakuwa tunawaombea hawa. Na hapa niseme, wewe uliyetoa unaweza ukatoa wewe mwenyewe
pesa yako hiyo 1,000,000 yako au 200,000, ama ukatoa kwa ajili ya mama yako aliyofariki, baba yako aliyofariki, mume wako aliyofariki, mke wako aliyofariki. Lakini unaweza ukatoa kwa shida yako, ukanuia kusema mimi natoa nipate namba katika hiyo namba, lakini natoa kwa lengo la jambo fulani limenikalia vibaya na lihitajia liniondokee, au nahitaji nilipate jambo hilo. Ili kuliondoa, na muomba Mwenyezi Mungu, natoa 1,000,000, 2,000,000, au natoa 50,000, 60,000, au natoa 10,000, 15,000, 500. Almuhimu utakavyofanya. Kwa hiyo tunakukaribisha tupigie simu 0766636315. Tunawaomba sana watu wa kheri, tunawaomba sana tufanyeni muujiza wa kuendelea kuchangia maendeleo. Na unaweza kuchanga kabisa afu ukatupigia tu simu kupitia Voda lipa namba 54 30 73 2, kupitia Voda 54 30 73 2. Hiyo nilipa namba ya Voda 54 30 73 2. Ama unaweza kulipa kabisa kupitia Tigo Pesa 95 17 93 2, 95 17 93 2. Tigo Pesa 95 17 93 2. Ama unaweza kulipa kupitia benki CRDB hii lipa namba 54 30 73 2. Ukituma pesa yako hapa, hata ukituma 100 au shilingi 10, na nitakuomba hapo ujaribu, itatoa BAKWATA Mwanza Jenga Hospitali. Ukituma kwenye Tigo Pesa 95 17 93 2, ukituma itatoa BAKWATA Mwanza Jenga Hospitali. Lakini ukituma CRDB 01 50 65 81 88 600, narudia 01 50 65 81 88 600, narudia 01 50 65 81 88 600. Jina BAKWATA Harambee. Hata kwenye simu unaweza ukachangia, ukapata ile message yako, unatuma kwa namba 0766636315, ama unapiga namba hiyo 0766636315, unatujulisha. Lengo letu, tunataka kila atakayechangia, iwe kwenye Badiri 313 namba 1 ile laki kwenda juu, ama kwenye Badiri 313 100,000 kushuka chini, ama iwe kwenye Badiri namba 3 313 kwa maana ya shilingi 10,000 kushuka chini. Kila atakayechangia tunataka tutengeneze barua maalum ama certificate maalum ya kutambua mchango wake, na zoezi hilo la kukabidhi hizo barua za waliochangia tumeamua tulipange siku maalum, siku ya Eid Fitri, siku ya Eid Fitri, ile siku ya pili ambayo tutafanya baraza la Eid, kwa sababu siku ya kwanza kuna mambo mengi. Siku ya pili itakuwa ni baraza la Eid, kwa lengo la baraza hilo kwenda kuwatambua hawa watu waliochanga katika hii Badri Day namba 1 313, namba 2 313, namba 3 313. Na hii namba 313 ni idadi ya masahaba waliopigana vita vya Badri. Tunakutaka na wewe uwe miongoni mwa hao. Je, wewe ni kuweke jina lako peke yako, au na mama yako, au na baba yako, au na kipenzi chako aliyotangulia mbele ya haki? Nipe jina, tuma namba ya simu yako, tuma jina lako, tukutengenezee kabisa certificate yako. Na ni vizuri tukalipa sadaka hizi kabla ya siku ile ya pale uwanjani Furahisha. Lakini wito wetu wa pili ni kwa misikiti yetu. Misikiti yote ya baraza ianze mchango maalum kupitia wapenzi wetu, wapenda maendeleo. Siku ile pale viwanja vya Furahisha, kila msikiti utatakiwa kusimama kusema unachangia kiasi gani kwenye Badri hiyo. Lakini tunataka taasisi zetu za Kiislamu, tumeamua Mwanza si wamoja, tunashirikiana katika kheri, basi tunataka kila taasisi itasimama. Lakini tunazo madrasa zetu ambazo zinaweza kuchangishana, wakasema na sisi mchango wetu ni huu. Tunazo jumuiya yetu Juakita, Juvikiba, mtu atasema mchango wetu ni huu. Almuhimu tunatoa fursa kwamba tunapoliendea jambo hili tusiliendee kinyonge, tusiliendee kwa aibu, twende kifua mbele kwenda kuchangia maendeleo.
Ni siku gani? Ni siku ya Jumamosi. Tarehe ngapi? Tarehe 7 mwezi wa 3 2026. Muda ni saa 2 asubuhi mpaka saa 9:30 jioni. Eneo ni Furahisha, wilaya ya Ilemela, katika uwanja wetu maarufu wa Furahisha, na siku hiyo utaitwa uwanja wa Badri. Tarehe ngapi Kiislamu? Mwezi 17 Ramadhani. Na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye shani na utukufu, mfalme wa wafalme, akuonyeshe haki uweze kuifata na batili uweze kuiacha. Katika sura hiyo uone haki ni kuchangia, haki ni kutoa sadaka, na hajuti anayetoa sadaka, hafilisiki anayetoa sadaka. Ndugu yangu, kumbuka, kila anayetoa sadaka amejaliwa, amebarikiwa, na anayeacha kutoa sadaka atajuta. Na ufahamu, baada ya kutakiwa kutoka roho yako, wakati roho yako inatoka, kila atokaye roho huomba kwa Mungu, Mungu nirejeshe duniani nikatoe sadaka. Hausemi Mungu nirejeshe nikaswali au nikafunge au nikahiji, bali utasema nikatoe sadaka. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Utawambia Mungu nirejeshe duniani, nipe muda kidogo ili nikatoe sadaka na niwe miongoni mwa watu wema. Na kuomba, tumia nafasi hii, fastabiqul khairat, tushindane katika khairi. Na usiseme tumekwisha fanya sana, huu ni mwaka wa 5. Usiseme neno hilo. Katika kuitafuta pepo, Mola wetu umetufundisha, wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun. Niwaombe wanadarsa, tumezoea hili ni jambo letu. Namba yetu ni ile ile 0766 63 63 15. Kwa waumini piga namba hiyo hiyo 0766 63 63 15. Namba za kuweka fedha nimezitaja kwenye Tigo Pesa, kwenye lipa namba ya Voda na kwenye CRDB. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto. Na ujumbe huu ni kwa wanadarsa kupitia BAKWATA. Ujumbe huu ni kwa Waislamu, kwa viongozi wote wa BAKWATA, idara zote, jumuiya, viongozi kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya, mkoa, lakini taasisi za Kiislamu wenye mapenzi mema katika kuyapigania maendeleo ya dini yetu. Na Mungu Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto. BAKWATA mpya Mwanza, mpango mzima kwa maendeleo yetu. BAKWATA Mwanza, jenga hospitali. BAKWATA mpya, jitambue, badilika, acha mazoea. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.